Alichokishindwa Mreno Ruben Amorim ndani ya Manchester kwa zaidi ya mwaka mmoja, Michael Carrick amekifanya kwa ubora ndani ya wiki moja. Amebadilisha kila kitu. Hebu nikwambie kitu, Michael Carrick na benchi lake la ufundi hawakupata tu ushindi katika mchezo wao wa kwanza, bali timu ilitoa mwelekeo na mpangilio thabiti wa muda mfupi ni jinsi gani klabu itakwenda kucheza mpaka mwishoni mwa msimu huu ambako Michael Carrick atakuwa anamaliza mkataba wake. Ukitazama kwa makini utaliona hili sio kwa hisia tu au kwa sababu Ruben Amorim amekwisha kuondoshwa, bali takwimu zitakuwa zinaunga mkono moja kwa moja. Kwanza kabisa ambacho kilionekana kwenye mchezo wa kwanza wa Carrick na wenzake dhidi ya City, Manchester ilitaka kudhibiti mchezo. Carrick anaelewa kabisa udhaifu wa timu yake hasa katika maeneo ya ulinzi ya maeneo ya kati, kwa maana ya eneo la kiungo. Ndio maana aliamua kuwa na mfumo wa 4-4-2 ambayo ni compact kuweza kupunguza madhara, na ulipobadilika mfumo ulikwenda kwenye 4-4-1-1. Alichagua hili makusudi kabisa, na hili isaidia klabu kuweza kufanya vizuri kwenye mchezo wa kwanza. Bila shaka hii ndio mbinu dhidi ya Arsenal, mchezo ambao unafuata. United waliweza kuwabana City vizuri kwenye mistari kwa kiwango kikubwa, na kwa zaidi ya 60% United waliweza kucheza kama sehemu ya ulinzi wakijilinda zaidi. Matukio mengi yalikuwa yanajilinda zaidi kwa 60%, na hasa kwenye eneo la katikati ya uwanja. Hapo ndipo City wakashindwa kupenya na kupita kwenye maeneo ambayo wanapenda kuyapita. Ukiangalia Carrick, wachezaji wa pembeni anafahamu pia wana uwezo mzuri. Alijitahidi kuweza kuzivunja zile half space na kuisaidia midfield kuweza kuizima namba 10 ya Manchester City. Interception nyingi za United hazikuonekana zikifanyika pembeni, bali zilifanyika kwenye njia ambazo wanaita central channel, ambazo zilikuwa ni rahisi kuweza kuwa block Man City wasipite. Kitu kama hichi kiliwasaidia Manchester kufanya vizuri, na timu ilikaba kama timu, sio mchezaji mmoja mmoja, na hapa ndio msingi wa mfumo huu. Na katika msingi wa mfumo huu Carrick anamwangazia zaidi Casemiro kama ngao ya kwanza kabla ya kufikiwa mabeki. Casemiro aliongoza timu kwenye tackle, interception pamoja na kufanya recovery katika final third ya Manchester. Jukumu lake sio kukaba peke yake, pia ni kuweza kusoma mchezo wa wapinzani na kufungua pasi kwenye maeneo ya hatari, lakini pia kuvunja mashambulizi kabla hayajaanza kuifikia safu ya ulinzi ya United. Na hapa alijaribu kufanya vizuri, na hii ni kuweza kujaribu kurekebisha na kurejesha heshima ya eneo la kiungo ambao Carrick alifanya vizuri sana chini ya Sir Alex Ferguson. Lakini pressing ya Manchester bado inategemea akili na Carrick hataki papara. Hapa ndipo unamuona Bruno Fernandes anabaki kuwa mtu muhimu katika eneo la kuongoza au kuongeza pressure na kufungua njia zaidi kwa pasi hatari. Pressing ya United haikuwa kubwa kwenye mechi dhidi ya City, ndivyo ambavyo itatarajiwa kufanyika dhidi ya Arsenal. Inakwenda kwa target, na utaona waliolazimisha City kutulia, huku Manchester wakiweza sasa kupenyeza mipira yao sehemu muhimu. Hii si timu ya kujilinda peke yake. Mfumo huu unaandaliwa mahususi kwa ajili ya kupiga counter attack, na hii ndio silaha hatari ya Carrick ambao anakwenda kuitumia kucheza counter attack. Carrick anataka Manchester itumie wachezaji wake hasa wenye nguvu, ndio maana Patrick Dogu alianza upande mmoja na akitumia nguvu na kukimbia. Hapo utamuona pia Hamadi pamoja na Bryan Mbeumo, ndio sababu Shesko alianzia benchi. Lakini mashambulizi mengi ya Manchester yalitokea ndani ya sekunde 6 mpaka 8 baada ya kufanya recovery ya mpira, baada ya kupata mpira, na hapo utagundua ndipo counter attack inakuwa ni jambo linalohitajika. Lengo ni moja tu, kuvunja nguvu ya mpinzani kabla hajaanza kufikiria upya na kutengeneza mashambulizi. Hapa ndipo unapokuja umuhimu wa Kobbie Mainoo. Katika mfumo huu anaweza kufanya vizuri na kushine tofauti na mfumo wa Ruben Amorim. Tunatarajia kuona Carrick anaendelea kumpa nafasi Kobbie Mainoo pale alipo, kwa sababu mfumo unamfavor Kobbie kufanya vizuri, na akiwa na nidhamu, akiendelea kutumia akili, basi balance ya timu itaendelea kuwepo. Kobbie Mainoo anahakikishiwa kwamba ana nafasi nzuri, si mkabaji mzuri, lakini anaweza kuipeleka timu mbele pale ambapo timu itakuwa imepata mpira baada ya kuwapokonya wapinzani. Kwa ujumla, Manchester ya Michael Carrick
hadi mwishoni mwa msimu itatuonyesha namna ambavyo inataka kufanya, lakini ni timu ambayo Carrick anataka pamoja na hii timu iwe ni timu ambayo iko compact, timu ambayo ina uthabiti wa kuweza kujidefendi, timu ambayo inacheza kwa mpango na sio kwa kukurupuka, na jambo la msingi zaidi ni timu ambayo itapiga counter attack nyingi ili kuweza kupata matokeo kama ilivyokuwa kwenye mechi dhidi ya Man City. Tunatarajia hivyo hata kwenye mchezo dhidi ya Arsenal. Hii sio reaction ya mchezo mmoja, bali hii inatuonyesha, hii ni blueprint ambayo inatuonyesha Manchester haitocheza soka la kuvutia kila mchezo, lakini mpango ni kwamba timu kuweza kuto kuvunjwa kwa urahisi, timu kuto kufungwa kwa urahisi, lakini pia ikipata nafasi ya counter attack iweze kufanya bora zaidi. Michael Carrick haji na highlights kwa sababu yeye ni kocha wa kawaida, anakuja kujenga mfumo, na kama mfumo utakubali, tutarajie kuona matokeo yakitokea kila mchezo ama kufanya vizuri na kumaliza katika nafasi zile angalau 6 za juu katika ligi ya kandanda. Unafikiri kilichomshinda Amorim Carrick anaweza kufanya kwa ubora? Usiache kusubscribe, kulike, kushare na kucomment kupitia hapa United Insider.